Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu nchini imewasilisha kwa Rais William Ruto ripoti kuhusu mfumo wa kuwafidia waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu ulioshuhudiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika nchini kati ya mwaka 2023 na mwaka 2025. Ripoti hiyo imewasilishwa katika hafla iliyofanyika kwenye ikulu ya Rais jijini Nairobi na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais William Ruto, naibu wake Profesa Kithure Kindiki, viongozi wa mabunge yote mawili miongoni mwa viongozi wengine. Uwasilishaji huo umefanyika baada ya tume kuongezewa muda wa siku 90 kukamilisha kazi hiyo, ambapo hapo awali walikuwa wamepewa siku 60. Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga amesema kwamba tume imejitolea kuhakikisha waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu wanapata haki na fidia stahiki. So today, Your Excellency, we gather here not to merely present a report, but to reaffirm the state's duty, obligation, and commitment to recognizing people who have suffered violations as a result of exercising rights, and to move towards providing meaningful remedies for the harm they have suffered, and to reflect and agree on the kind of country that we want Kenya to be. Akiongeza kuwa maandamano yanapaswa kufanyika kwa amani kwa sababu vurugu husababisha hasara kubwa kwa uchumi na kudhoofisha mazingira ya uwekezaji. While the Constitution guarantees us rights, we must, as a matter of urgency, begin to have a national conversation on responsibilities as part of human rights. The conversation around responsibilities sometimes misses when we have conversations in the country. Responsibilities of the citizens as they exercise their rights, and the responsibilities of the duty bearers as they carry out their duties. Responsibilities to ensure that our rights do not infringe on others, and that exercise of rights does not lead to deaths, does not lead to injuries, does not lead to destruction of livelihoods, destruction of property, including public property, and which public property is expected to offer services to us as citizens. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tume imechunguza na kuandika visa vilivyoripotiwa wakati wa maandamano yaliyofuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa kifedha mwaka 2024 na maandamano ya Sabasaba ya mwaka 2025. Hata hivyo, tume hiyo imebainisha kuwa si kila kesi iliyowasilishwa ilihusisha ukiukaji wa haki za binadamu, kwani baadhi ya waliohusika walikuwa wakitekeleza vitendo vya kihalifu. These reports recorded violations, identified victims, and set out clear and concrete recommendations, including the establishment of mechanisms for reparations. However, Your Excellency, most of these findings remain largely unimplemented, leaving victims to endure prolonged and burdensome pain, loss, and unaddressed injustice without remedy. Tume hiyo pia imependekeza serikali kuwafidia waathiriwa wote waliothibitishwa kuathiriwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Aidha, imeitaka serikali kuharakisha utekelezaji wa kifungu cha 37 cha katiba ili kuweka mfumo wa kisheria wa kusimamia maandamano, migomo ya amani na mikusanyiko ya umma. Your Excellency, the Commission therefore makes a general recommendation for the full implementation of that particular report. The Commission documented 1,815 claims and received another 1,022 from the Independent Policing Oversight Authority and others from the Ministry of Interior. And through this process, Your Excellency, the Commission has so far verified and obtained consent from a total of 1,101 victims across 6 categories of violations, which include deaths, that's the right to life, which has about 245 victims. We've documented issues around persons who were injured, about 135 victims. The majority of the victims were those who were arrested, who make up a total of 473 victims. But we've also documented cases of sexual violence, about 75 victims, and cases around the right to property, which is 138 victims.
Na kwa upande wake Rais William Ruto ameanza na kuipongeza tume hiyo kwa kazi yake ya kukusanya ushahidi na kuandaa mapendekezo yatakayosaidia waathiriwa kupata haki, huku akisema kwamba serikali imetenga takriban shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuwafidia baadhi ya Wakenya waliothibitishwa kuathiriwa na maandamano humu nchini. They are not the price of life, of pain or of loss. No amount of money could ever be. The Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. It cannot restore years and lot of trauma. It cannot fully compensate a family, a trader, or a community for all that has been taken away from them. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred. Rais Ruto amesema watu hao ni pamoja na familia zilizoathirika, wafanyabiashara waliopoteza mali zao na maafisa wa usalama waliojeruhiwa wakiwa kazini wakati wa maandamano hayo. Kiongozi huyo wa taifa amesisitiza haja ya Wakenya kujitenga na siasa za vurugu na ghasia, akisema serikali itaendelea kujitolea kupambana na hali ngumu humu nchini na kuwawezesha Wakenya wengi kiuchumi. Politicians trade accusations. Television studios fill with rage and outrage. The nation mourns, and then we move on, only to repeat the cycle again. Perhaps what is most painful is how easily the suffering of victims is sometimes reduced to political slogans. It is easy to exploit public grief for political gain. It is easy to seek headlines, applause, and partisan advantage. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Elizabeth Mwende.